Ninakusalimu mtazamaji nikitumaini kwamba hali yako ni njema kabisa. Kwa wewe ambaye ni mgeni hapa, ninakuomba uguse neno lililoandikwa subscribe hapo kwenye simu yako, na neno hili basi linapatikana hapo kwenye simu yako. Utaona neno limeandikwa subscribe. Basi ukiliona hilo neno, gusa hapo subscribe ili uendelee kupokea taarifa mbalimbali zinazojiri mahali hapa. Na moja kwa moja ninakupeleka Zingiziwa, nje ya mji wa Chanika. Hapa kampuni ya Sokoni Microfinance kutoka Chanika mjini basi imetembelea wazee walioko pale, ikiwa ni utaratibu wao wa kila mwaka kurudisha sehemu ya yale wanayopata kwa jamii. Na mwaka huu basi wameamua kupeleka mahitaji haya kwa wazee waliopo pale Zingiziwa. Wamepeleka vyakula hapa. Mtazamaji, katika ufunguzi wa shughuli hii basi mwenyekiti wa wazee Amani Group pale Zingiziwa, Mzee Mbegu, anazungumza zaidi sana. Pia amegusia swala la wazee kukosa mahitaji hususan vyakula, ambapo pia ametolea mfano wa mzee mwenzao ambaye alikuwa kwenye wakati mgumu kiasi kwamba aliamua kubomoa ukuta wa nyumba yake na kuanza kula kama chakula. Basi ukiguswa waweza kuwatembelea wazee hawa na kuwapa vyakula, mavazi, kwa sababu kuna wengine hawakubahatika kupata watoto, wengine wana watoto lakini maisha ndio hayo. Kwa hiyo waweza kuwatembelea hawa wazee pale Zingiziwa, nje kidogo tu ya mji wa Chanika. Mungu wetu na Baba yetu, tunasema asante kwa siku ya leo, tunasema asante kwa kusanyiko hili. Mungu, ni wewe ndio ulilizia, ni wewe ndio ulifanikisha. Mungu wetu, sifa na utukufu yote ni kwa jina lako. Bwana, tunasema asante kwa kampuni ya Sokoni Microfinance kwa kukumbuka wazee wetu. Tunasema asante kwa pale alipotoa mkurugenzi wetu. Mungu apate kumzidishia kwa kadri ya wingi wa baraka zako. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum wa ala adini tubi salam ala adini karim sayakun Allah karim ya habib ya Ramadan ya khatib Allah ya habib Allah ya nasib Allah ya rasul Allah ya khatib ya rasul Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana ma sanaitu abu laka bi ni'matika ala yabahu bi dhanbi faghfir dhunubi ila anta. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار، من عذاب الدين، من عذاب الفقر، من عذاب الموت، من عذاب الأم القيامة، من عذاب القتل، من عذاب القتل، من عذاب الأم القيامة. شفيعنا نبيك ومولانا نور محمد الله كريم. Mwenyezi Mungu, kuna kampuni imetusaidia inshallah kwa baraka zake. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kila la kheri. Mwenye kampuni afanikiwe na waliokuja kutusaidia na vile vile wafanikiwe, na sisi Mwenyezi Mungu tujalie inshallah, kama ulivyo tujalie inshallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina karim. Alhamdulillah. Haya, baada ya dua tumemshukuru Mungu kwa pamoja, kwa sababu wenzetu wa Kristo wako kwenye palezi. Ndivyo kama una watu au mna watu mnaweza mkatusaidia, wakatusaidia kundi hili. Nina mahitaji mengi kusema ukweli. Wako watu wamelala majumbani. Ukiambiwa huyu mwanzilishi wa hili kundi, wewe usiye. Wako wazee tuliwazika, bado tunawataka. Mzee anashindwa mlo, yaani kiko kibanda cha jiko kimefyatuliwa matofali yale ya udongo haya wa kawaida tu, hayakuchomwa moto, kikajengwa kile kibanda kikapauliwa kabisa. Yule mzee akawa anafanya pale kwenye udongo, anachokonoa na mti, anapata udongo, anakula, anakunywa maji, analala. Mtani wangu akisukuma anaitwa Asumani Ngusa Kulaba. Baba kaondoka. Maana ukikuta kile kinyesi chake usemi kama huyu binadamu, huyu mtwa
maana mchwa ndo anaotoa udongo, ama sivyo wenzangu? Yule bwana tumemzika pale. Kundi bado halijatambuliwa rasmi na serikali. Wasingeshindwa wao kutoa ushauri kwa serikali kuu, kila wilaya iangalie wilaya yake. Wazee wangu, inauma kweli, lakini tunafanyaje? Hatuna wawakilishi bungeni. Akienda ni mtu wa kawaida wa kuchaguliwa. Hatuna uwakilishi katika mabaraza ya kata, hatuna uwakilishi katika mabaraza ya madiwani, hatuna. Wapi unakosemea? Kilichobaki kuwaomba wenzetu ambao mna huruma, maana hiyo sio lazima, ni huruma yako tu ile kufanya kutuletea hiki. Lakini ingekosa huruma yako ukasema upuuzi mtupu, wazee, mimi na wa kwangu yuko Shinyanga na sijampelekea dona na mwaka wa pili, wewe ungejali kutumulia sembe utuletee? Usingeleta, lakini huruma. Sasa mimi niwashukuru tu, maana nikisema tutamaliza masaa, ndio maana nikasema domo hili likaanza kuchemsha. Sichemshi kubabwaja, na chemsha ya kukutia uchungu hata wewe. Sisi tunajenga foundation, wadogo zangu, mama zangu. Ni nyinyi mtakaonyanyua matofali na kuitengeneza nyumba imara na nzuri, mkadai haki zenu na watu wakajua wanadai haki zao. Lakini wako watu wamejenga foundation. Nyinyi ndio mtakao kuja kujua maslahi ya mzee. Mkiisimamia vizuri foundation, baadaye mmechukua nyie madaraka. Wazee wetu wametuachia hapa, wameanzia hapa, wameishia hapa. Sisi tunaanzia hapa, tunakwenda pale. Wote vijana watupu, wote kila mtu kachangamka, na wote atataka ije mahali anapoona panapaa. Lakini niwaombe isiwe tena vurugu. Sie kauli mbiu inasema hivi, amani itawale, vurugu isipewe nafasi. Vijana nyewe mnaweza kuchimbua hapa mpaka ongoza, wewe unakimbia. Niambie mimi. Hawajanikuta hapa kanidaka. Nyonga hapa zinaniuma nikitembea shida. Lakini nyewe mnaumwaga tari. Sasa mimi niseme tu, nategemea nyinyi vijana mtuunge mkono, tuwajengee foundation, mje mtupokee hii foundation, muendelee na ujenzi na imani. Miaka ijayo watu wa nchi hii watawajua wazee, kwa sababu wote tunamdhukuru Mwenyezi Mungu. Hakuna kingine kinachozungumzwa kinyume cha wao. Ni Mungu tu peke yake ndio tunamsema, na yeye ndio anatuangalia. Sasa baada ya kumdhukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia niishukuru kampuni ya Sokoni ikiongozwa na mkurugenzi. Bwana huyu alikuwa na moyo mkubwa wa kutusaidia pakubwa zaidi, lakini nadhani kuna mahali kidogo alikwama. Huyu bwana alitaka kutusaidia sisi mashine ya kufyatua matofali yale ya kuminya yale ya umeme, na nina imani bado kwamba atatutoa pale katika ukata. Kikundi kina ukata. Sisi kundi limeanzishwa mwaka 2013. Kundi hili lilikuwa na wanachama 130, ikichanganyika kina baba na akina mama. Kusudio la kundi hili lilikuwa kutetea haki za wazee. Sisi tukajiuliza, mzazi mwanangu ana umri wa miaka 18, mimi nina 70 na kitu au 80. Mungu kanijalia na mimi nimeoa mwanamke kijana. Mwanangu kazaa katoto na mimi na katoto. Wameenda shule wote, tumepeleka chekechea wakati mmoja. Mimi nitaandikwa mzee au nitaandikwa kijana wakati ninaletoa barua ya wito shuleni? Niandikiwa mzazi. Hakuna mzee hapo. Ungo ukiwa mpya, mama anaunyenyekea, anapeta mchele wake vizuri, kisha unatundikwa mahali. Sasa acha uchakae. Kaka unazolewa maji ya kuku pale. Sasa mzee asiwe hivi. Tuwatetee na wale, tuwezesheni. Maana mzee mlala kweli kweli. Hana ubavu wa kunyanyua tofali,
hana ubavu wa kufanya chochote. Nategemea mwanangu wewe nilete uwe nacho sasa. Kama hauna, na serikali inakwambia mtunze wazee wenu. Si kwa nini maskini kama sisi mwanangu nimtegemee mimi, na yeye ana watoto, ana mke. Sasa leo mkulima wa muhogo anaachwa kama alivyo, alelewe na watoto wake. Wale watoto wawe nacho, kama hawana kafaidika na nini yule mzee? Lakini pamoja na hotuba hii fupi, mimi nikuombe usituchoke. Usituchoke na kuomba ufikishe salamu zangu kwa mkurugenzi kwa niaba ya wazee wenzangu kwamba kundi halina mwisani. Kundi halina mtu anayeweza akaliendesha vile linavyotakiwa, kwa sababu tuna ukata mkubwa. Katiba yetu inasema mzee akiumwa kikundi kimsaidie kumtibu, akifa kimzike. Kwa dini zetu zote mbili, mpaka siku ya misa, mpaka siku ya hitima, imalizie pale kikundi. Tunashindwa hata kuwasaidia panado kuwasaidia wale wazee wenzetu, tunashindwa wakati tunayo registration kutoka serikalini.